Nipe tu deni la watu. Basi. Una kingine unachotaka? Sina kinyongo, sina chochote. Hii ni dunia tunapita. Waelewe mimi naumia kiasi gani na wana jasho langu. Naomba tu anisaidie haki yangu, maana ni jasho langu. Ni milioni 42 namdai, maana alilipa milioni 6. Akasema yadaiwi milioni 55, anadaiwa milioni 48, akalipa milioni 6, akabaki 42. Basi hiyo 42 mimi naiomba milioni 7 iliyopotea ni sadaka, Mungu atajua atanirudishia. Singine labda niombe kusaidiwa, maana sasa hivi tuna hali ngumu, hata kuishi kwetu ni shida. Alafu pia hata mtoto saa nyingine kuna kitu anataka kizuri au hata chakula, hata samaki au nini, unakuta mimi huo uwezo wa sasa hivi sina, kwa sababu kwa amezoea maisha ya juu. Sasa hivi sina huo uwezo, pia hata pa kulala pia imekuwa changamoto. Na hii ni Stories za Kitaa. Leo tupo na mama hapa. Mama, shikamoo. Mzima? Mzima. Niliona story yako huko ukielezea kwamba ulitapeliwa karibia kiasi cha shilingi milioni 50 na alikuwa 5,935. Shilingi ngapi? Milioni 55,935. Ulitapeliwa na nani? Ni mtu wangu wa karibu ambaye ni na mamake, lakini alikuja kama mpenzi. Yaani alikuja kama mpenzi au alikuwa mpenzi wako? Mlikuwa kwenye mahusiano? Mpenzi. Mlikuwa kwenye mahusiano? Ndio, kwa mimi nilikuwa nafanya jitihada za kupambana vile jinsi naambiwa kwamba biashara, niliunganishwa kwamba kuna biashara ya duka la spea za pikipiki. Yaani hapo mimi nataka kwanza uniambie mlikuwa kwanza na mahusiano kwa muda gani? Kwa muda wa miezi 3. Ambao ulikuwa mwaka gani? 2021. 2021. Mlianza kuwa na mahusiano mwezi wa ngapi? Ilikuwa mwezi wa 9, wa 10, wa 10, wa 11, wa 12 ndo akanimaliza. Ndo akakwambia umkopeshe hela umpe au mwezi 12 anarudisha. Kwa hiyo mzigo umeshafika bandarini, nimtumie kiasi cha hela, ndo akaanza kusema nimpe milioni 1,500,000. Mlikuwa mnaishi wote? Hapana. Kila mtu alikuwa anaishi kwa yeye alikuwa anaishi Dami, alikuwa anaishi Moshi. Na wewe mtoto wako yeye ndo baba wa mtoto? Hapana, alinikuta naye na maisha yangu. Ndio. Wewe uliamini vipi kuhusiana na hizo biashara alizokuwa anakuambia? Hapo nyuma ushe kusikia kama yeye anafanya biashara au tu alikwambia kuhusu biashara na wewe ukamwamini, ila hujawahi kuziona wala hujawahi kusikia hata hapo before kama yeye alikuwa na biashara? Sikuwahi kuziona, ila yeye aliniambia ni meneja kampuni ya Limited, lakini pia kwa sababu alishirikiana na mamake mzazi sikuingia wasiwasi, kwa sababu yule mama ni mtu mzima na pia ni mama ambaye tulikuwa tunapendana sana. Kwa hiyo naomba uniambie baada ya kuwa na mahusiano na mwanae ndio ukajuana na mamake? Yani mamake nilifahamu kabla hata ya mahusiano. Ilikuwa 2018 na hata yeye tulifahamiana kabla hata ya mahusiano, kwa sababu tulikutana kijijini kwao, ilikuwa 2018 na walionekana ni watu wenye utu sana na huruma. Hata hicho walichonifanyia mimi mwenyewe sielewi mpaka dakika hii. Okay, kipindi anakuambia umpe hizo hela, si umkopeshe umwazime, yeye mama yake alishiriki vipi hapo kipindi yeye anakopa hizo hela? Mama yake alikuja kama labda mdhamini wake au ilikuwaje? Hapana, hakuwa mdhamini, ila tu tulivyoshirikishwa kupitia simu watu 4 na mama naye aliunganishwa na aliniamisha. Alikuwa yeye kijana, dada yake ambaye yani ni kama dada yake yani, alafu na mama yake, alafu na mimi mwenyewe. Kwa akaniambia yani ule mdada sio dada yake, yani mdada ambaye anadai kwamba alikuwa anamng'ang'ania kimapenzi. Kwa akamwambia sasa kufanya biashara na wewe, ila nataka kufanya na mimi ambaye ndo mimi hapa. Basi alivyosema vile na mama alivyoniaminisha kweli biashara ipo, sikuingia wasiwasi. Kwao niliingia na mikono yote miwili, na alivyoniambia mwanangu jitahidini, kweli biashara ipo, sikuingia wasiwasi. Kwa hiyo na pia yule mama ni mtu mzima na alikuwa rafiki yangu, yani ni shoga kidawa. Kwa hiyo ulivyokuwa unampa hizo hela au kufanya hata labda maandikishano sehemu yoyote, ulimpa tu kama mpenzi hela zote hizo bila kuwa na wasiwasi? Nilikuwa sina wasiwasi, kwa sababu kila alichokuwa ananiambia mimi nilikuwa najua kwamba hii hela tunapambana ni kwa ajili ya wote, na baada ya muda inarejeshwa kama alivyokuwa ameniambia. Unasema hela ni shilingi ngapi? Milioni 55,935. Hizo milioni 55, wewe unafanya kazi gani mpaka ukao na miliki hizo hela zote?
asilimia kubwa ya hela ni za watu, kwa sababu wananituma nimkopee, na mimi nilikuwa nina sehemu ninafahamiana na marafiki tokea 2016 nimeanza kupambana. Kwa hiyo yeye alipokuwa ananishirikisha biashara, sikuikia wasiwasi, kwa sababu alikuwa ananipa picha ambazo kweli mtu umepigwa faini ya TRA, ananiambia receipt imetolewa labda ndogo, kuonesha deal, ananiambia kupitia simu, leo tumepigwa faini na TRA milioni 8. Mimi nilikuwa siingi wasiwasi, kwa sababu hela ilikuwa benki. Kwa nilichokuwa nafanya, nilikuwa naenda kutoa, baadaye message zinaingia, tuone kama atavuka hili. Namba tu inaingia na niambia tuone kama atavuka hili. Basi mimi nikana pambana, naingia kwa marafiki, ndugu, jamaa. Unakopa? Ndio, nimekopa asilimia kubwa ya hela. Unadaiwa kama shilingi ngapi? Nadaiwa milioni 32. Hizo zingine zinazobaki ndo zilikuwa za kwako wewe mwenyewe? Mtaji pamoja na hela mtoto. Hela ya mtoto? Yaani hela ya mtoto kivipi? Yaani akiba ya mwanangu. Ya mwanao ambaye ulipewa na baba yake? Ndio. Kwa hiyo ukatoa akiba ya mtoto, ukatoa ile mitaji ya biashara zako. Ndio. Kwa nini unajishughulisha na biashara na nini kingine? Nilikuwa najishughulisha na biashara, na pia nilikuwa nimeajiriwa private kampuni. Kwa alivyosema amepata ajali, niliacha kazi ili nije nimuuguze. Nikiwa natoka kule Moshi kuja huku, akasema anahamishiwa wapi na yeye anaishi wapi? Alikuwa anaishi Oysterbay huko Dar es Salaam. Kwa hiyo mlikuwa mna mahusiano, wewe upo kule, yeye yupo huko Dar es Salaam? Ndio, ila kuna siku aliwahi kuja tukakutana, lakini ile kukutana haikuwa kama vile mtu ukiwa na mpenzi wako. Yaani kabisa, yani unajua kabisa huyo mtu mlikutana tu mkakaa mkaongea chochote. Kwa hata kama ni chochote angeweza kunifanyia kibaya angefanya. Hiyo. Kwa hiyo kumbe alikuwa anaishi huko Dar es Salaam, na baada ya kuwa ameshakwambia kwamba yeye amepata ajali, ukaamua utoke kule mkoani uje huko Dar es Salaam uje umuuguze. Baada ya kufika huko akakwambia? Sikufika, akaniambia ile siku ambayo mimi najiandaa safari, akasema anaenda Nairobi, anapelekwa na kaka yake, kwa hiyo simu inabaki na mtoto wa dadake. Kwa hiyo niwasiliane na mtoto wa dadake, hela zitaanza kurudishwa kupitia Amana benki, imeshawekwa hela, kwa hiyo mwanae ataihamishia CRDB. Lakini mwisho wa siku alokuwa na chati na mimi ni yeye, so mtoto wa dadake wala nini. Kwa hiyo alijifanya mtoto, akajifanya mpenzi. Mwisho wa siku nikaja nikamkamata, ni kweli hakuwahi kupata ajali, ni mzima. Na biashara kwa nazo? Hamna biashara. Kwa hiyo baada ya hapo mawasiliano wewe na yeye yakawaje? Yalishaisha. Namba yake wamebadilisha wote watatu? Wote. Yaani yeye na mamake. Yule dada mimi sikuwahi kumpata tena, zaidi ya tu kwamba ni ile anakuambia labda tuone kama utavuka hili. Kwanza uko Moshi hujapata kuoza, unamngangania fulani hivyo. Kwa hiyo nikirudi kwa mama namwambia mbona mama anatumiwa message za hivi, ananiambia hapana, pambaneni mwanangu hivi na hivi na hivi. Na kwa si unapajua kwa mama yake? Hujawahi hata kwenda labda kumuulizia, kumwangalia yule mama kama yupo? Mama kwa sasa hata kama nikiongea naye ananigeuka, anasema yeye hahusiki. Ushawahi kujaribu kwenda nyumbani kabisa? Si unapafahamu? Napafahamu, ila mara nyingi nafanyaga kuongea naye kupitia simu. Kwa nini hujawahi kwenda nyumbani? Anakuambia atakuja, ataleta, atalipa nusu, mwezi wa 6 atamalizia, lakini hamna kitu. Kwa nini sasa hujawahi kwenda nyumbani kabisa na unapajua? Sasa nashindwa kwenda kwa sasa kwa sababu tayari sisi ni maadui, sio tena marafiki. Kwa baada ya kuwa umetapeliwa hizo hela na kuachiwa madeni makubwa mengi, maisha yako kwa sasa yakoje? Ni magumu na nadaiwa. Tumefikia mahali hata mimi na mwanangu tunashindwa kula. Nafika mahali inabidi mimi nifunge huyo aweze. Yaani anakula kwa siku mara ngapi mtoto? Mara mbili. Na hizo hela za kumnunulia hata hicho chakula cha kwa siku mara mbili unazipata wapi? Hizo hela za kumnunulia chakula hata hicho cha unasaidiwa na nani? Kuna sehemu tunauza maji 200. Unauza maji hapa Dar es Salaam? Kwani hapa Dar es Salaam umefikia kwa nini? Sasa hivi kimefungwa. Tumepanga na kiwanda sasa hivi kimefungwa, kwa hiyo hata ile kuuza maji tena inakuwa mtihani. Umepanga sehemu gani? Kinondoni B. Kinondoni B. Na kodi unalipa shilingi ngapi? 40,000 kwa mwezi. 40,000. Kwa hiyo hela ambayo unapata kulipa kodi unaitoa wapi? Ndio hiyo tulikuwa tunalipwa 7,000 kwa siku. Huko kiwandani.
Na kiwanda sasa hivi kimefungwa. Kwa sasa hivi ule wewe au wale mtoto ni lazima msaidiwe na watu wengine. Mnasaidiwaje na majirani wa pale pale mnaoishi nao, au mnatembea labda mitaani hivi mnaomba msaada, au inakuwaje? Hatuombi, ila kuna mtu tu alisikia mahali tunaongea tena akatutumia mchele. Akawatumia mchele na hela kidogo ambao ndo zinawasaidia hadi sasa hivi. Ndio. Na ujue baada ya hiyo hela kuisha na mchele kuisha, ujue unaanzia wapi? Ndio. Kwa hiyo wewe hapo lengo lako unataka serikali labda ikusaidie nini, kuwatafuta hao watu, au ikusaidie kitu gani? Kwa jinsi ndivyochoka, nafika mahali tamani kujiua na mtoto. Hamna bwana, mbona watu wapo wakukusaidia? Tumechoka dada. Pole usili. 2022. 2022 kwa 5 baada ya kujua ukweli. Kwa ulikuwa unataka kujiua? Kweli niliambiwa kanunue sumu, mnyweshe mtoto afe alafu na wewe ufe. Alikwambia nani? Kichwani tu. Baadaye nikaambiwa usijiue, kwani ulijua utashika hela? Kingine kikaniambia mamako akiona hizi maiti atajisikiaje? Kingine kikanibadilisha, kaniambia muombe Mungu usijiue. Kwa hiyo yani sasa hivi tunatembea na kauli ile kwamba tumuombe Mungu tusijiue. Kwa hata ikifika mahali huyo hayupo, kitu kinaniambia wewe jiue, si ujinyonge tu. Hapana. Baadaye kingine kinaniambia ukijiua akirudi akiambiwa amekufa mamake ataelewaje? Na una mtoto mmoja tu huyu. Na ndugu zako wa karibu ambao labda wanaweza akawa na kusaidia? Ndugu zangu wamenisaidia dada, lakini hela zenyewe nilizokuwa nachukua huko nilikuwa namtumia tena utapeli. Ndio zile ambazo ulikuwa unakopa. Kwa hiyo ulikuwa unakopa ndugu zako msaada wa kusema nisaidiwe, hata wale marafiki ambao walikuwa wameniambia na wenyewe wanakudai. Hapo na wenyewe anadai. Kwa hiyo ni sasa hivi wako nisaidia. Watatokea watu watakusaidia, na ikitokea wamepatikana watuhumiwa, wewe unatamani wafanywe nini? Nilipe tu deni la watu. Basi. Una kingine unachotaka? Sina kinyongo, sina chochote. Hii ni dunia tunapita. Waelewe mimi naumia kiasi gani na wana jasho langu. Watumie hata utu wa mwanangu. Walinikuta na maisha yangu. Sikuwa na madeni, nilikuwa naishi kwa amani. Na hata siku nifika kwao waliniona nilikuwa tofauti, sio kama sasa. Nimechoka. Shida gani unayopata kutoka kwa watu ambao wanakudai kama ndugu zako na marafiki? Wanakusumbua? Kweli sina mtu tena niloko naye karibu. Ila wanakusumbua sana kidai pesa zao. Kusumbua anasumbua, ila kuna baadhi wanaelewa. Lakini ndio hivyo kwamba mimi ninachokifanya najipa moyo kwa ajili ya mtoto. Na mwaka 6 huu Mungu ananiona. Kwa Mungu kaniacha. Kwa unatamani tu watu watafutwe wakulipe pesa zao? Wanilipe tu hela yangu. Si kweli wanayo, mimi wanilipe, hata document ipo alo sign, kweli mimi namdai. Anilipe tu mimi. Hizo document alisign akakubali kwamba wewe unamdai, baada ya wewe kwa umeenda wapi? Nishaenda kituo cha polisi, nishaenda na mahakamani, kaambiwa nikafungue na madai. Ndio. Na akipigiwa popote, maana nilienda pia Samia Lego mwezi wa 7 mwaka jana. Mama Samia alipotoa wale wanasheria walikutana, waliongea na kaidi kwamba angeleta milioni 5 mwezi wa 8. Lakini ilipofika mwezi wa 5 yule mwanasheria akanigeuka akaniambia ndio alisema tarehe 31 angeleta hela, ila hajaja, tumemongezea siku 4. Imefika tarehe 4 yule kaka nikaona tena kabadilika kawa mkali. Sasa kutokana na kwamba moyo wangu umechoka fedhea, nikaamua tu kujiweka pembeni. Mtoto wako hivi anasoma? Ndo ameanza. Alikuwa anasomeshwa akatupwa huko. Kwa hiyo sasa hivi ndo anasomeshwa na babake. Kuna mtu alikuwa amejitolea. Kwa nini akaacha kumsomesha? Sijui aliambiwa nini na katibu wake. Alikuwa kiutu. Kwa sasa hivi amerudi shule. Alikuwa anasoma English medium. Sasa baada ya kwamba kule alikokuwa anapewa msaada alipokataliwa. Usilie sasa. Nimempeleka primary serikali. Yupo chekechea? Yupo la kwanza. Na unawezaje kumudu mahitaji yake kama tu chakula ni shida? Analipiwa. Kuna mtu alimlipia 1,000 kila siku ya kula.
Alitokea tu mtu labda, au ni mtu ambaye mnafahamiana naye? Yaani ni mtu tu nilielekezwa ofisini kwake, ndo akamtafutia nafasi. Kwa hiyo amesoma miezi 2 tu. Kwa sasa hivi una kazi yoyote? Sasa hivi sina kazi, ila tu kuna sehemu naendaga kushinda tu kwa ajili ya mawazo. Sehemu gani hiyo? Kanisa moja hivi. Kanisani. Kwa unashinda huko kanisani na mtoto? Mimi ndo nashinda, muda kutoka namfuata. Unashinda huko asubuhi hadi jioni? Kuondoa mawazo yale ya kujinyonga au kujiua. Kwa kila muda unapotembea unatembea na wazo la kujiua? Yaani mara nyingi naambia una tena faida, una nini? Yaani wewe jiue tu. Ni tu. Yaani tuwefika mahali hata kumhudumia mimi inakuwa mtihani. Lakini watu wana hela zangu wanilipe. Naomba tu anisaidie haki yangu, maana ni jasho langu. Ni milioni 42 namdai, maana alilipa milioni 6. Akasema yadaiwi milioni 55, anadaiwa milioni 48, akalipa milioni 6, akabaki 42. Basi hiyo 42 mimi naiomba milioni 7 iliyopotea ni sadaka, Mungu atajua atanirudishia. Ile 6 alokulipa ndio ulipunguza madeni? Kumkombolea nayo mtoto, maana mtoto alikuwa nimemwacha kijijini. Yaani ulimweka mtoto bondi kwa sababu ya deni? Miezi 7 narudi. Miezi 7 mtoto amekaa bondi, amekaa na mtu kwa sababu wewe unadaiwa hela? Narudi ananiita dada. Yaani umerudi hadi amekusahau kama wewe ni mama yake? Ndio. Na huko ulimweka bondi kwa mtu ambaye ni ndugu yako, au ni mtu tu ambaye ulimkopa hela, au alikuwa ndugu au rafiki? Yaani kama babu yako ulikuwa umemkopa hizo hela, ambaye alikopwa milioni 7. Kwa hiyo baada ya kuona umeshindwa kulipa, akasema umwache mwanao kama kuja kumfuatilia utapeli. Kwa hiyo ikabidi huyu abaki, kwa sababu aliona kama nikiondoka naye natoroka. Nikiwa nafuatilia huku mdogo wangu na kaomba kila kitu. Pole, usilie. Pale magumu yanapotokea ndo kitu kinanambia wewe jiue tu. Lakini mbona wengi wana magumu? Badilisha au usijiue, kwani ulijua tashika hela hivyo. Yaani ile tu kichwani naambiwa tu wewe jiue. Naweza ngakaa tu ndani nikamwambia wewe jiue, tena jinyonge tu, huna faida tena. Mimi ninachokiomba kwa viongozi wangu, maana mimi ni Mtanzania na nimpigia kura halali na ni mwananchi ambaye sijavunja sheria na natii sheria bila shuruti. Hawa watu ni Watanzania wenzangu wapo. Mimi nilikuwa naomba tu popote walipo wakamatwe niweze kupata haki yangu. Ndio hicho tunachokiomba. Kingine labda niombe kusaidiwa, maana sasa hivi tuna hali ngumu, hata kuishi kwetu ni shida. Alafu pia hata mtoto saa nyingine kuna kitu anataka kizuri, au hata chakula, hata samaki au nini, unakuta mimi huo uwezo wa sasa hivi sina, kwa sababu kwa amezoea maisha ya juu. Sasa hivi sina huo uwezo, pia hata pa kulala pia imekuwa changamoto. Kwa sasa hivi kodi mlilipa ya miezi mingapi? Kodi inaisha tarehe 2 mwezi wa 7. Inaisha kodi. Na ujui unapata wapi kodi? Ndio. Kwa hiyo ikitokea mtu anataka kukusaidia labda kulipa kodi, yaani si kutusaidia chochote, tutashukuru. Kwa habari, matukio na stori mbalimbali zinazotokea kila pande ya dunia, sisi kama Stori za Kitaa tutakusogezea kila tukio litakalojiri. Fuatilia mitandao ya kijamii Facebook na Instagram, Stori za Kitaa.